Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Bado kuna taarifa kuwa Irani wana review proposal still bado. Sasa zile muda ambao zilikuwa umewekwa kwa upande fulani unazidi kupotea, unazidi kwenda, na hatujui nini ambacho kitakuja kutokea, ikiwa zitapita au zitafanya nini, au tutaletewa hadithi tena nyingine mpya ya hili swala. Lakini ndiyo hali ilivyo. Kuna kitu ambacho kinaendelea kule Mali. Nadhani nililizungumza wiki jana kule Mali kuwa kuna wasi mpya. Unajua Tuareg sio waasi wapya. Tuareg wapo kuanzia wakati ule kwenye vita zile za 2010, walishaikata nusu ya Mali, Timbuktu kule. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinawekwa kama uasi mpya. Jamii wamekuwa wakitaka kujitenga. Yaani kuna wakati nafikiria kuwa dunia inapokwenda na unajua hakuna mtu kama asili ya utambulisho na nyumbani kwao. Yaani hakuna kitu cha fahari maishani kama asili ya mtu, homeland, yani asili yako. Hicho ni kitu cha ufahari kuzidi kitu chochote. Ndio maana watu hujifaharisha kwa bendera za nchi zao, hujifaharisha kwa utaifa wao, hujifaharisha kwa asili yao, kwa sababu hili jambo ni la ufahari na ni fahari kweli kwa mtu hivyo. Sasa mtu anapoondolewa asili yake ambayo ilikuwa inaonyesha, yani wewe asili yako ilikuwa sehemu fulani, unavuliwa ule uraia wako, yani unavuliwa ile hadhi yako ya utaifa wako. Sijui unahisi nini? Yani unajihisi mkimbizi duniani? Manake tushazoea kuna wakimbizi ambao anakuwa mkimbizi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hii inakuwa ni mkimbizi kuwa mimi asili yangu bana nchi fulani, lakini tulikimbia kwa sababu ya hiki na hiki. Sasa pale unakosa asili ya nchi yako. Sijui manake toa tu hiyo nadharia hiyo, ichukue kwa kawaida. Kuna watu hapa kwetu zamani, unajua wakati tunakuwa, mimi wakati nasoma shule tulikuwa tuna mikoa 20, 25, mikoa 20 bara, mikoa 5 huko visiwani. Kwa tulikuwa tuna mikoa 25. Leo tuna mikoa 30 plus juu kule. Hapakuwa na mikoa mingi. Kwa sisi tumekuwa tukiwa tunajivunia, tunashukuru. Kama wengine kuna mikoa haikugawiwa. Yani kuna mikoa imebaki vile vile, haikugawiwa toka enzio tunasoma. Mkoa kama Lindi haujagawiwa. Mkoa kama Tabora haukugawiwa kwa nafasi yoyote. Mkoa kama Morogoro haukugawiwa. Lakini kuna mikoa ilikatwa ikapelekwa sehemu nyingine, hawa wakahamishiwa huku au ikawa huku. Tabora hali kadhalika ni mkoa ambao haukugawiwa kupelekwa kokote. Lakini ukienda kama mikoa kama Mbeya ulikatwa, sijui mkoa wa Mwanza ulikatwa, mkoa wa Shinyanga ilikatwa, maana kile Bariadi yote ilikuwa ndani ya Shinyanga ile, so ilikatwa. Arusha, Manyara wa Arusha ilikatwa. Mikoa mingi ilikatwa. Sasa ile ilikuwa inaondoa asili ya utaifa wa watu. Maana tulizoea sisi, mimi nimezaliwa sehemu fulani, mkoa fulani. It means leo mfano Geita ilikuwa Mwanza. Mtu aliyezaliwa Geita wakati wa sasa nimezaliwa mkoa wa Mwanza, lakini leo sio mkoa wa Mwanza, amezaliwa Geita, mkoa wa Geita. Kiasi imeondoa asili fulani ya kile ambacho kilikuwa. Sasa sizungumzi kuhusu na nakupa mfano watu wa Gaza wanaoondolewa na ardhi zao kuchukuliwa na kila kitu chao kinaondoka. Hapa ilikuwa ni mji wetu, leo hii ni mji wa wengine. Yani unaenda kujitambulisha kama raia kutoka nchi gani? Kuondoka kwenye asili yako au kufanya nini? Kwa hiyo kuna zile vurugu ambazo zinaendelea Mali, na ni vurugu ambazo zinaendelea duniani hivi sasa. Ni vurugu ambazo zinaendelea duniani kwa kiwango kikubwa. Libya
iligawa mwaka 2000, mwanzo wa miaka 2010, na baada ya vurugu zile kubwa za Gaddafi na wengine, ikagaiwa Libya. Japokuwa imebaki kuwa ni Libya, inasomeka kama Libya, lakini ikiwa na serikali mbili. Serikali ya mashariki kule Benghazi, ambayo inaongozwa na Khalifa Haftari, jasusi wa Kimarekani huyo. Upande wa pili kuna serikali nyingine ya Jenei, serikali ambayo inaotambulika kimataifa, ambayo inaongozwa na Abdulhamid Hebeibe, speaker, na not speaker, nani, waziri mkuu. Speaker ni Aguila Saleh, ambaye yeye yuko upande wa pili wa Benghazi kule Tabuk, ndio wanakuwa wapo wao wenyewe. Sasa hii ni aina moja ya nchi. Sudani 2011 iligawiwa kuwa nchi tofauti. Kuna watu walizaliwa katika Sudan, wamekuwa wakawa katika Sudani ya Kusini, lakini asili wanakuambia sisi tulikuwa Sudan, was Sudani one, yani Sudani ilikuwa moja. Sasa kinachoendelea Sudani hivi sasa, jana nilikuwa nikizungumza na BBC, nadhani nilizungumza, kwa wale waliofuatilia uchambuzi wa asubuhi ulinisikia, swali la mwisho kabisa niliulizwa kuhusu mustakbali wa Sudani ukoje, kwa sababu hii imeakisi kwenye zile vurugu zilizokuja hivi karibuni, ambapo Jumatatu iliyopita kuna mashambulizi yamefanyika Khartoum International Airport, drone ambazo Sudani wanadai kwa uthibitisho kabisa kuwa hizi drone zilikuwa ni mali ya UAE, ambazo zimerushwa kutokea Ethiopia, Dahir Bar, Ethiopia, zimerushwa kutokea kule. Sasa swali la mwisho aliniuliza kuwa hatma ya Sudani ni ipi? Ukweli, kama unaitafuta hatma ya Sudani lazima uwe mkweli, lakini kama utajaribu kuzungumza kisiasa, utajaribu kupiga siasa tu. Hatma ya Sudani, labda jumuiya ya kimataifa ifanye hivi. Hamna kitu kinaitwa jumuiya za kimataifa. Nimesha kizungumza mara kadhaa. Hamna kitu kinaitwa jumuiya za kimataifa kinachofanya kazi. Inategemea tu wewe uko upande gani, na wewe umevunja sheria ukiwa na nani, na anayekusaidia wewe ni nani, aliye nyuma yako ni nani. Ndio sheria tuzichungulie kuwa je, sheria hizi zinaweza zikafanya kazi au hazifanyi kazi. Ukivunja sheria ukiwa upande wa pili wa kwao, wewe utatetewa kwa sheria zote kuwa ulikuwa na haki, na wala hutowajibishwa kwa njia yoyote. Lakini kama wewe ukivunja sheria na uko upande ambao sio wao, I say sheria zote zitafanya kazi. Zote zitafanya kazi. Ndio iko hivyo. Sasa nilijibu lile swali nikasema, Sudan ili wapate amani, nadhani nilishawaeleza hata nyenye, ili wa Sudani waweze kukaa kwa amani, waigawe nchi. Na hili nimekuwa nikielezea hata upande wa pili wa Kongo. Kama Kongo waigawe tu nchi. No way. Kwa Sudani, kama watataka wayamalize haya katika njia ambazo wanazo, hivi vikosi havina tofauti sana ya nguvu. Hawa RSF pamoja na jeshi karibu wanataka kulingana nguvu. Nani atakuja kumshinda mwenzake? Wakati gani atakuja kumshinda mwenzake? Haiwezekani. Kwa hiyo ili waweze kumaliza na watu warudi kuishi kwa amani, nchi igawiwe. Lakini maswali tunakuja tu, tunaigawa vipi? Unajua, mfano RSF wanaongoza Darfur. Darfur ndio jimbo tajiri zaidi. Dhahabu, madini yako mengi sana kule Darfur. Ugomvi ndio huko hapo hasa. Sasa hii nchi ikigawiwa tena, tunarudi kwenye kile nimekizungumza awali. Yaani nchi itapokuja kugawa hii, tuigawane au tuigawe hii nchi, tunarudi kwenye kile ambacho ninakizungumza kila mara kuwa asili ya utambulisho wa watu itakuwa vipi? Utambulisho wao ni upi? Watakuwa kitambulishwa kama nani? Wa Sudani au itakuwa Sudani ya Darfur au Sudani ya wapi? Asili inaondoka. Yaani hata muishi miaka mingapi, watu bado watabaki na hisia na asili za nchi zao. Kule Korea baada ya vita, unajua vita ya Korea ilikuwa miaka ya 50. Walipigana 50 ile mwanzo 52 53 wakaenda kwenye ceasefire. Still wako on ceasefire mpaka leo, hajawahi kumaliza vita. Ilikuwa tu ni ceasefire Korea. Sasa kuna kipindi wakati kuna mazungumzo yalifanyika huko. Unajua watu waliokuwa kusini hawakwenda kaskazini. Hata kama ulikuwa na ndugu, imeisha hapo. Hauwezi kwenda huku wala huku. Ulizaliwa huku, ishia huko. Hakuna tena asili yako wala nini. Inabaki tu hivyo hivyo. Kuna kipindi wakati wa awamu ya kwanza Donald Trump alikuwa amejaribu ku clear
mistake kati ya Korea na Korea. Kwa hiyo ikashuka sana ile pressure ya pande mbili. Ikafikia kufanya makubaliano kuwa raia wa upande wa huku wanaweza wakawatembelea wa huku mpaka huku. Kuna ndugu walitembeleana ambao hawakuwahi kuonana kwa miaka 50. Yes, kwa miaka 50 kuna raia walitembeleana ndugu. Lakini watu hawajasahau asili yao. Kuwa bana, mimi asili yangu ni kule. Mimi asili yangu ni sehemu fulani. Asikwambie mtu, hakuna mtu kama asili. Hakuna mtu kama kwao. Yani mtu kwao ni kwao. Yani mtu atabaki tu kuwa asili yangu. Lakini asili yangu inabaki kuwa ni asili yangu. Na ndio nitabaki kuitukuza. Hamna kitu utakitukuza kingine. Baada ya kutukuza kile kitu ambacho tunatukuza kama dini zetu, ukweli kingine ambacho tunakitukuza zaidi ni asili yetu. Hii nimeianzishia kutokea Mali. Sasa Mali iko kwenye mrengo ambao Sudani na wengine wanapita. Yani Sudani na wengine wanapita katika kipindi hicho, kuwa na Mali naye anapita kwenye mchezo huo. Tuareg wanataka kuigawa nchi, lakini vurugu za Mali sasa zina support ya Western. Ugumu wake uko hapo. Support ya Western imeingia. Kwa sababu Wafaransa walipoteza hapa. Kwa hiyo tayari kuna makundi yanaanzishwa special na kupewa silaha, yanakuja kuchochea migogoro mikubwa hivi sasa katika nchi zilizopo magharibi mwa Afrika, na hili tulitegemea wakati wowote litatokea. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi akiwa China anasema kuwa nchi yake haiwezi kwenda kukubali makubaliano yoyote ambayo hayajakidhi vigezo vya kwao, na wala hawawezi kufanya makubaliano yoyote ya shinikizo, wakati Marekani na washirika wengine wakisubiri Irani kupitia kile inachokipitia ili iweze kutoa majibu yake kuwa tunataka nini. Wakati huo ujumbe uliotoka Israeli kwenda kwa Marekani umemwambia swala moja, kuwa fanya utavyofanya Donald Trump, zungumza utakavyozungumza na Irani, hakuna shortcut yoyote, ni lazima vitu viwili akubaliane navyo. Urani ambayo iko enrichment ni lazima akubali itoke, na Irani lazima wakubali lazima wakubali kupeleka zero enrichment yao. Hapo sasa ndio kugumu kwenyewe. Hapo ni kugumu. Iko hivi, nimeshalizungumza mara kadhaa hili swala. Aliyeshikilia vita na kuendesha vita ni wanaomiliki faili za Epstein, ndio walioishikilia vita. Trump na washirika wake na wafuasi wake na wafanyakazi wake na baadhi ya mawaziri wake wanafahamu fika wanachokifanya ni kipi. Hilo wanalifahamu. Wanafahamu kabisa kuwa hii vita yetu ni dhidi ya nani. Wanafahamu kabisa kwa nini tupo kwenye vita. Yote wanafahamu, sio kuwa hawajui. Wanafahamu fika kabisa kuwa tunapigana hii vita kwa sababu gani. Kwa sababu leo huwezi kuwapumbaza watu wote kwa wakati mmoja. Hata ndani ya Marekani raia wa kawaida wanafahamu kabisa tuko kwenye vita kwa sababu gani. Nadhani niliwaambia juzi wakati Barack Obama anazungumza hili swala, amelizungumza kwa uwazi kuwa walitaka tuingie kwenye vita kwa sababu hizi ambazo Donald Trump ameingia kwenye vita. Sasa kina nani unaweza ukampumbaza leo kuwa tumeingia kwenye vita kwa sababu tulikuwa tunahofia Irani itakuwa na nyuklia? Hamna mtu atakaye kuelewa. Kila mmoja anafahamu kuwa hii vita tumeingia kwa sababu ya Israeli. Na hiyo ndio iko hivyo, kuwa tumeingia sababu ya Israeli. Sasa Israeli wamekwenda kwa Trump na kumwambia Trump, fanya makubaliano yoyote utakubaliana nayo, lakini swala la nyuklia ni lazima liwe la kwanza. Liwe la kwanza. Nimeshazungumza mara kadhaa kuwa hizi ngonjera ambazo Marekani anazizungumza kuhusu Irani, kuna mawili tu. Iwe anajaribu sasa kujitafuta kwa mara nyingine kurejea kwenye vita. Ukichukulia nadharia ya Trump kuwa atakuwa madarakani kwa miaka 8 ijayo, hujui anakiwaza nini. Manake Trump alisema, kuna siku alitoa comment akasema kuwa kama ingewezekana huu uchaguzi wa nusu msimu usiwepo, yani huu uchaguzi wa Novemba ungefutwa, usiwepo, yani hataki uwepo. Sasa anataka kutumia akili ya Netanyahu ya kubaki kwenye vita ili kuzuia uchaguzi wa Marekani usifanyike? Anaweza? Manake amekuwa akijaribu kubadili kila anachokiweza kukibadili, na yeye aamue kuwa na nchi ya kiimla,
ambayo inaweza isifate maoni au isifate utaratibu, akaamua tu itavyokuwa na iwe hivyo hivyo, anaweza kuamua kwenye hiyo. Sasa kuna hilo moja ambalo unaliona, na hiki nimekuwa nikizungumza kuwa kuna hiki unakiona Trump anasema kuwa tunasubiri proposal yetu, lakini kuna mawili katika proposal: nijipange nirudi. Ujipange urudi ni kafara, kwa sababu kama atajipanga na kuingia kwenye mzozo hawezi kutoka salama. Kwa hiyo baki kushikilia madaraka, mwisho uwe safe. Yani hakikisha unakuwa Netanyahu mpya ndani ya Marekani, kwa sababu Netanyahu anaweza kucheza hiyo michezo, kwa sababu anaweza kuona kuwa hali ikiwa ngumu anabaki kwenye vita muda mrefu, na nchi kwa mujibu wa katiba yao kuwa hatuwezi tukafanya lolote kujadili siasa kwa sababu tupo kwenye vita. Kwa hiyo mnabaki kwenye vita, hamjadili siasa. Hiyo ni akili ya Netanyahu. Sasa Trump kama na yeye anawaza hivyo ni hivyo, lakini nimesema kuna riski zote. Yani kuna riski zote. Kuna mtu aliniuliza juzi hivi, akaniambia hivi Marekani kweli anashindwa kumshinda Irani? Anaweza kushindwa kumshinda? Nikamwambia kwa mtazamo upi? Yani unapigana naye kwa staili gani? Unataka nini? Na aliniuliza tena, ni mtu mkubwa ambaye namheshimu na huwa ananipa maoni mazuri. Yes. Aliniambia hivi, Rahbi, we always huwa unatuambia kuwa Marekani ni mkubwa sana, hata China pamoja na Urusi huwa wanamuhofia Marekani anapokuwepo. Kwa nini kwa Irani imekuwa tofauti? Mpaka leo inaonekana kama Marekani anaweza kushindwa na Irani kwenye mzozo. Nikamwambia no, ni tafsiri. Yani hiyo ni tafsiri. Marekani, kama Irani angepigana na Marekani kwa kutaka kumshinda kwa vita, basi isingechukua hata wiki 2 Irani angeshindwa. Wiki 2 Irani angeshindwa. Lakini Irani hakupigana na Marekani kwa sababu anataka amshinde. Irani alipigana na Marekani kimkakati, akamtanua, akampeleka huku. Kwa hiyo aliniuliza kuwa unataka kuniambia kati ya Urusi, China na Marekani wakienda kwa zama. Naambia ile baba ni bato ya kuwa ima nipotee ima ubaki. Lakini hii ni tofauti, unataka ujenge, maana yake ile ni ima niwepo ima nisiwepo. Kwa hiyo unafunga turbo zote, unaachia. Inaweza ikasoma nadharia tofauti, kwa sababu nilimwambia kuwa kama itatokea vita ya Urusi na Marekani inaweza isiwe na athari kubwa duniani kama hii vita inayotusumbua hivi sasa katika athari yake, kwa sababu ile vita ni ya nchi zinaoshare mpaka, ambapo hakuna strategy yoyote ambayo ipo katikati ya hapo ambao huenda ikatuletea madhara ya dunia. Kwa sababu kuna mzozo. Urusi ni mzalishaji wa mafuta, Ukraine mzalishaji wa nafaka. Wamepigana vita mwaka wa 4. Tuliathirika kidogo baada ya Urusi kutoka sokoni, lakini dunia ikarudi kukaa mpaka tupo kwenye mzozo na vita ya Urusi tunanunua mafuta 2700, 2600. Na vita ipo mwaka wa 4, manake tayari ilisha cover kawaida. Sasa Urusi hana Hormuz wala China hana Hormuz, ambayo utasema atamdhibiti nani? Marekani, kuhakikisha kuwa anaweza akapeleka hivi. Ile itakuwa ni vita tofauti kabisa na vita ya hapo. Kwa hiyo inaweza ikawa tofauti. Kama Irani angekuwa anapigana na Marekani kwa vita ya kupigana, Irani asingeweza kuchukua time, angeondolewa. Lakini Irani hakupigana na Marekani katika style ya kupigana ni kushinde. Nimepiga vita hii ya kimkakati ya kukuumiza na kukujeruhi ili usiweze kusimama kabisa huko siku zijazo. Ndio maana unaona Marekani anavuta break. Sasa kurejea kwa kile ambacho Israeli wanakitaka kwa Marekani, kwa sababu Israeli wanampa Marekani masharti magumu. Mwambie Irani akupe urani na afunge iwe zero enrichment, kitu ambacho anafahamu kabisa Irani hawawezi kukubali kabisa. Kwa hiyo kama Irani hawawezi kukubali, atamshinikiza Marekani kwa nini wewe ukubali? Kwa nini wewe ukubali? Kwa hiyo usikubali, turudi. Na kingine ambacho nimekizungumza mara kadhaa ni kuwa fursa ya kuita kikosi cha Marekani tena kwenye mipaka hii ya Mashariki ya Kati hauwezi ukaipata kirahisi. Haiwezi ikaja tena. Kwa hiyo uwepo wa vikosi hivi, Israeli atachokoza vyovyote vile warudi kwenye vita, kwa sababu unapokuwa na nguvu kama alivyosema Marco Rubio mwanzo, alisemaje kuwa Israeli alianzisha vita katikati ya sisi. Sasa tungefanya nini? Ilipaswa tujihami na sisi tunani. Manake kuwa Israeli walikuwa na akili ya kumvuta Marekani kwenye mtego akanasa, alafu walivyonasa kwenye mtego wao wakaanzisha vita. Kwa hiyo akawa na yeye kwenye target kuwa nisipopigana nimekufa, lazima nipigane. Kwa hiyo tunaungana pamoja, tunapigana. Israeli yuko tayari kuona vikosi vya Marekani vinaondoka tena ili asiweze kubaki hapo, ili kila kitu kiishe.
Hayo sasa ndio maswali ambayo tunatakiwa tujiulize kuwa je, inaweza ikabaki hii hali kwa staili hiyo? Kuwa Israeli atakubali Marekani aingie makubaliano ya maneno, afungashe virago na aondoe vikosi vyako na kuondoka kumwacha Irani afunguliwe pesa zake, uchumi wake ufunguliwe, Irani amiliki Hormuz, Irani abaki na makombora yake, Irani abaki na nyuklia yake. Mmeliona hili? Walitengeneza hili kwa miaka mingi, walikuwa wanafanya kazi gani? Yani jibu ni hilo tu, kwa Israeli walifanya haya miaka mingi. Walichokuwa wanafanya kipi? Kama wanaweza kudondokea hapa na kuishia hapa, waliokuwa wakiyafanya nyuma yalikuwa na faida gani? Hapo sasa ugumu wa mambo ndio unapoanza. Ndio maana kila nikichungulia hiki kinachozungumzwa, nadhani mpaka kufikia kesho inshallah tukiwa hai, mpaka kufikia kesho kutakuwa na tamko jipya kutoka kwa Donald Trump, na hii hadithi ya kuwa Irani walikuwa wamekubali mazungumzo, tumekaribia kufikia makubaliano, itakuja na drama mpya. Kwa sababu kiuhakika kuwa maneno yaliyotolewa na viongozi wa Irani kuhusu hiki ambacho Donald Trump anasema kuwa tulikuwa tumefikia kwenye nafasi nzuri ya proposal nzuri, kama walichokisema viongozi wa Irani kuwa hatukuwa na hayo wala hatujafikia wala hatukuwa na hicho kitu, hiyo ndio uhalisia ulivyo. Na kesho nadharia yangu ambayo huishi hai ya muda kutoa majibu, basi muda utatupa majibu mpaka kesho kutuambia kuwa alichokuwa nakisema Marekani na Irani, nani alikuwa anatuambia ukweli. Lakini ukweli utabaki kuwa mimi kila nikichungulia vifungu naona havikubaliki, kwa sababu hakuna upande umeolegeza masharti, hakuna upande umeopunguza matumaini, kila upande umeshikilia kile unachokiamini. Na mara zote nimesema kuwa yangekuwa ni mazungumzo ya Marekani, wangekuwa wameshafikia makubaliano, lakini hakuna makubaliano yoyote ya Iran na Marekani yanayotoa nafuu kwa Israel. Kwa hiyo ni mawili tu. Nimelizungumza hili mchana kuwa Trump atoke kwenye vita, wajue watamfanya nini. Aamue kujilipua, tunatoka, lakini anafahamu mwisho wake ni upi, kwa sababu haya aliyapanda, mwisho wake utakuwa ni mgumu sana. Aamue kulinda mwisho wake, aangamize Marekani. Hayo yote yanawezekana. Kwa hiyo